kuonekana kwetu, kwa sababu wewe ni Mungu. Tupe fursa ya kulijua neno lako, tupe na Roho wako Mtakatifu, ili kwa hilo tujengeke, kwa hilo tusimame, kwa hilo tukakufananie wewe zaidi na zaidi, wewe uliye Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Fungua masikio yetu ya ndani na mioyo yetu, neno lako likatuuishe siku ya leo. Nitumie kama chombo, kilifungua masikio yetu wote, ili tusikie kile kinachopaswa kusikiwa katika siku ya leo. Tunakutukuza, sifa ni zako, heshima na utukufu, katika jina la Yesu naomba yote na kushukuru. Amen. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunao wasaa wa kulisikiliza neno la Mungu, na tutakuwa na muda mchache. Sikiliza kwa makini. Na kichwa cha somo kama unaandika ni jinsi ya kuishi na watumishi wa Mungu kwa faida. Jinsi ya kuishi na watumishi wa Mungu kwa faida. Unaweza ukaishi nao kwa hasara, lakini wana faida. Nitoe tu utangulizi ya kwamba unapoishi na watumishi wa Mungu, namna unavyoishi inaweza ikakupelekea kwenye mafanikio au kwenye hasara. Unaweza ukapata faida, lakini inategemeana na namna unavyoishi. Na tutasoma maandiko. Ni somo kama vile ukili wa yale tunayotamani kuwa nayo kwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika maandiko, andika kwa haraka, kwa sababu sitarudia. Muda wetu umetupa mkono, lakini tutakwenda tupate kile kinachotakiwa tukipate kwa siku ya leo. Neno la kwanza litatoka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 13. Nitarudia hilo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 13. Andiko la pili litatoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 17. Narudia, Waebrania sura ya 13 mstari wa 17. Andiko la 4, Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Andiko la 3 la 4, Kutoka sura ya 18 mstari wa 13 hadi wa 18. Kutoka sura ya 18 mstari wa 13 hadi 18. Na la mwisho ni Kutoka sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 12. Nafikiri wote tumeshaandika. Sasa niwaalike wasomaji mstari wa kwanza wasome. Wale wasomaji walioandaliwa karibu. Tutakwenda haraka. Tasoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 hadi 13. Inasema, lakini ndugu, tunawataka muwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Mstari wa 13, mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huo unatutaka tuwatambue watumishi wa Mungu. Kitaka kuishi kwa faida, watambue. Watambua maana yake ni kuwapa heshima yao, ni kujua nafasi yao katika maisha yetu. Lakini la pili, mstari huo unataka tuwastahi. Kuwastahi ni kuwaheshimu. Unamheshimu mtumishi wa Mungu, unatambua nafasi yake kwako, kwa sababu inatolewa sababu wanajitabisha kwa ajili yenu, kuwasimamia katika Bwana na kuwaonya. Wanajitabisha kwa ajili yetu. Kwa sababu hiyo tuwatambue. Sisi hapo tukitaka kuishi vizuri ni kuwatambua. Amina. Askofu Nukalai, naona hii ni picha yako, na hili andiko limewekwa kwenye kikombe hiki. Tunatamani kuwastahi watumishi wa Mungu na kuwatambua. Najua nikikupa wewe utatuombea tufikie hapo. Kanisa la PRC tunatamani kufika hapo.
Tuombee, tunakusihi. Barikiwa. Haleluya. Msomaji wa neno la pili, karibu. Andiko la pili. Tasoma kwa msaada wa Mungu. Waebrania sura ya 13 mstari wa 17 unasema, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa Andiko hilo linataka tuwatii viongozi wetu na kuwanyenyekea. Unatii na kunyenyekea. Ukiambiwa unapokea kwa heshima kama za kijeshi zile, au hoji sana. Unatii. Wakisema tuwai ibadani, unatii. Tuombe wiki hii, unatii. Natamani tufike viwango hivyo. Hiyo ndio namna ya kuishi na watumishi wa Mungu kwa faida, kwa sababu haitatufaa tusipowatii. Yaani tutapata shida, yaani tutapata hasara sasa tusiponyenyekea na kutii. Na Biblia inatoa sababu kwamba tukifanya hivyo, kwa sababu wanakesha kwa ajili ya roho zetu, watakesha kwa furaha. Unajua usingizi ni mzuri, wote tunaupenda. Lakini mchungaji anavokesha, alafu anaowakeshea wanamtii, wanamnyenyekea, anaona usingizi si kitu, anafurahi. Amina. Hata maombi yake yanakuwa yale ya faida kwetu. Ogopa sana mchungaji akisema, baba kwa nini umenileta hapa? Mbona hawanielewi? Tutapata shida. Wangapi wanaahidi kunyenyekea na kutii kwa watumishi wa Mungu? Nami kwa niaba yenu nifanye tendo la imani. Askofu Gabriel Sule. Hii ni picha yako. Tunatamani, na andiko hili liko hapo, tunatamani tuwe wanyenyekevu na tuwatii viongozi wetu. Tunatamani sana. Najua kwa kikombe hiki kila ukiangalia andiko utatuombea. Tunakusihi sana. Andiko la tatu. Neno linakwendaje jamani? Vizuri kabisa. Andiko la tatu. Amina. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisauliwa katika wanafunzi. Wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho katika kuomba, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tuhudumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu akubariki. Watumishi wa Mungu wanapaswa sana kudumu katika kuomba na kulihudumia neno. Tukianza kuwapa kazi za ziada, huko kutapungua. Mchungaji akianza kusimamia usafi, mchungaji akianza kusimamia kupanga watu kanisani wakati sisi tupo, atapungua katika kuomba na kulihudumia neno, na hiyo ni hasara yetu. Namna ya kuishi vizuri na wachungaji ni kuwasaidia kazi zinginezo hizi zingine tufanye sisi. Mchungaji asisimamie maua nje hapo, ni kazi yetu sisi tufanye, alafu yeye
abaki kulihudumia neno na kutuombea. Amina. Wangapi wanaahidi kusaidia watumishi wa Mungu ili wabaki? Amina. Kama kawaida, tendo la imani. Tena kwa Askofu Nuhu Kalai. Ni picha yako tena baba. Tunatamani tuwasaidie. Hizi kazi zingine hizi tuzifanye sisi. Tunatamani sana. Inawezekana hatujafika hapo, ndio maana tunaomba mtuombee ili nyinyi sasa mlihudumie neno na kutuombea. Mungu akubariki sana na kusihi utuombee sana. Andiko la ngapi linafuata? La 4, karibu. Kutoka 18 mstari wa 13 hadi 18. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu. Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu akasema, ni jambo gani hili uwatendalo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kweli, sababu watu hunijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenzie, nami na wajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema. Huna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. Jambo hili ni zito mno kwako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. Na ukiendelea kufanya peke yako utadhoofu. Na sio wewe tu, na watu hao pia wote. Mchungaji akidhoofu tunadhoofu naye wote. Ni jambo lile lile sasa. Tulio viongozi tumsaidie mchungaji. Wewe ni shemasi, wewe umeokoka muda mrefu, ameokoka mwingine, msaidie. Shemasi, mzee wa kanisa, tumsaidie ili asije akadhoofu. Sije ikawa kila kazi ni yake. Mchungaji wetu hapa anapoombea watu, tusikimbie, na sisi tuombe. Hata kama uko kule, uko mchungaji yuko mbele kule, kemea. Sio tunamwacha, tunasema hilo lake atadhoofu. Na akidhoofu wote, hadi mimi nilishangaa ili andiko wakati nalisoma. Musa anaambiwa utadhoofu wewe na watu wote. Yaani sio kwamba sisi tutabaki salama, tutadhoofu naye. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba sasa ni muda wa kusaidia kazi? Mchungaji anapoombea na sisi tunaomba, tunapofunga tunafunga naye, tunakuwa pamoja naye. Nyosha mkono kwa furaha. Haleluya. Na mimi kwa tendo la imani, Askofu Gabriel Sule, picha hii ni yako. Tunatamani sana tufanye kazi pamoja na wewe. Tusikuache udhoofu peke yako, tuombee. Tunatamani sana. Tunaenda kumalizia andiko la mwisho. Karibu. Amen. Tasoma kwa msaada wa Mungu. Kutoka mlango wa 17 mstari wa 8 hadi ule wa 12. Neno la Mungu linasema, wakati huo Waamaleki wakatokea, wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu, ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo
mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Wamaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki alishinda. Lakini mkono wa Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Amen. Amina. Tuwategemeze. Watumishi wa Mungu wana nafasi maalum. Unajua sisi tuliokoka wakati mwingine tunadhani kwa sababu wote tunajawa roho basi tuko sawa. Watumishi wa Mungu wana nafasi maalum kwa sababu Mungu ndio aliyowaita na ana makusudi nayo. Sasa ona kilichotokea. Musa peke yake akiinua mikono, Waisraeli wanashinda. Wale wengine wakiinua mikono wanapigwa. Kwa hiyo namna pekee iliyobaki ni kuhakikisha mikono ya Musa iko juu hata kama amechoka. Kwa hiyo wenzetu wakamtegemeza, wakashika mikono yake, wakamtegemeza, ndipo waliposhinda mpaka asubuhi. Wamepewa neema maalum kwa ajili yetu, watumishi wa Mungu. Tuwategemeze, tuwasaidie ili waifanye kazi hiyo, kwa sababu hatuna namna. Wameitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu maalum, na Mungu amewapa neema. Wakiomba Mungu anawasikia, kwa sababu yeye wakati anawaita sisi hatukuwepo. Kuna vitu alizungumza nao, hivyo peke yake Mungu ndo anajua. Unaweza ukawa umewazidi kila kitu, lakini kwa habari ya utumishi wape nafasi yao. Unaweza ukawa mnene kuliko watumishi wa Mungu kama nilivyo mimi hapa lakini nafasi yao wape. Unaweza ukawa mrefu kuliko wao, usije ukafikiri umewazidi kwenye nafasi yao. Wape nafasi yao, maana akinyanyua mkono Israeli inashinda, na akishusha Israeli wanapigwa. Kuishi na watumishi wa Mungu kwa faida ni kuzitambua hizo fursa na kuwategemeza. Pale unapoona pajakaa vizuri, unapafanyia kazi ili mambo yazidi kuwa vizuri. Wangapi wanaahidi sasa tutawategemeza watumishi wa Mungu? Haleluya. Na mimi nimalize kwa tendo hili la imani. Hebu tuone ni nani. Ni Askofu Gabriel Sumuleteka. Mchungaji, hii ni picha yako, na hilo neno limeandikwa hapa. Musa alipoinua mikono Israeli walishinda. Kuinua mikono ni kutuombea, kuinua mikono ni kutuonya, kuinua mikono ni kutufundisha. Baba, tufundishe, tunahitaji kukutegemeza kwa yale mengine ili hiyo kazi ifanyike. Tunamtaka sana Bwana na nguvu zake sana. Tuombee. Barikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza. Naweza katoka kwenye kikombe cha namna ile kabla, nikafikiri labda wakati inafiatuliwa ndio ingewekwa, lakini kumbe inaweza ikawekwa hata wakati tayari. Sikujua. Nashukuru sana mzee wa kanisa pamoja na baraza la wazee kwa moyo wenu huu na ubunifu wenu huu. Niwashukuru washirika wote wa TAGPRC kwa moyo wenu wa kufanya mambo haya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ni ujumbe mzuri, kuishi na watumishi wa Mungu kwa faida. Kweli usipotambua huduma ya mtumishi wa Mungu na usipoishi naye kwa faida, basi utakuwa na hasara kubwa katika maisha yako. Musa anaambiwa
akaambiwa usipowaweka watu utadhoofika wewe pamoja na watu hawa wote. Mimi ni washukuru washirika wa kanisa la PRC. Tunafanya kazi pamoja, mambo makubwa yanatendeka kwa sababu mko pamoja na mimi. Na leo mmeonyesha kwa matendo. Asanteni sana, Mungu awabariki.